wa Mungu wameshakwisha kuingia hapa ndani. Tunahakikisha kwamba wewe unaipata ile injili ya asili ya uhakika kabisa kutoka kwa Mungu moja kwa moja kuja masikioni pako na kuingia moyoni mwako moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu yuko tayari amejiandaa kwa ajili tu ya kuzungumza na wewe mwanafamilia wa Chato FM Radio. Nisipoteze muda, nikukaribishe sana mtumishi wa Mungu. Karibu na Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru kwa makaribisho na pia kutupokea katika huduma hii ya injili ya asili. Lengo la injili hii ya asili ni kumleta Mungu halisi katika maisha ya watu. Amina. Kuonyesha ukweli jinsi ambavyo inavyopasa watu waenende katika wakati huu. Amina. Na unajua kama tunavyofahamu kimaandiko, tuko mwishoni sana. Amen. Na kwa kuwa tukiwa mwishoni lazima tumuonyeshe Mungu aliye wa kweli. Amen. Ambaye inabidi aingie katika mioyo ya watu. Ndio. Na watu hao wapate kumuona Mungu huyo wa kweli. Amen. Kumekuwa na udanganyifu mwingi ambao tunauona unaendelea katika umma wa watu. Ndio. Lakini lengo la injili ya asili ni kumrudisha huyo Mungu wa kweli ndani ya mioyo ya watu. Amina. Na ndio maana maandiko matakatifu yanaagiza kwamba watu waitoe nafasi. Ndio. Wakati wanapotoa nafasi, huyu Mungu wa kweli anaingia katika mioyo yao. Amen. Na tuwaondolee tu hofu watu ambao wanaotusikiliza. Sisi hatutangazi Mungu mwingine. Ndio. Tunatangaza Mungu yule muumba mbingu na nchi. Amen. Ambaye yeye ana uwezo wa kuingia ndani ya moyo wa mtu. Ndio. Na ambadilishe kabisa awe mtakatifu. Amen. Na huyo ndio tunamtangaza. Ndio. Kwa hiyo ndio tuko hapa katika mwendelezo wa vipindi hivyo. Tuwaalike tu watu katika usikilizaji ambao wanaweza kutupa nafasi hiyo. Ndio. Na siku hii ya leo tena tunaendelea kumtangaza huyo Mungu wa kweli katika hii injili ya asili. Amen. Kwa hiyo ni ombe tu wewe uliye kandoni mwa redio, weka tu usikivu wako mahali hapo. Ndio. Tutakwenda kuzungumza maneno ya Mungu. Ndio. Ambayo yanamfunua Mungu huyu wa kweli. Amina. Na uamini tu kwamba tunayoleta hatuleti mawazo ya mwanadamu. Ndio. Tunaleta neno la asili. Amen. Na ndio maana imeitwa injili ya asili. Ndio. Hii injili ya asili ni kuleta Mungu ambaye alikuweko tokea zamani. Amina. Ikiwa wamekuwepo watu wamefika mahali pa kuleta Mungu mwingine, lakini hivi sasa tunamleta Mungu wa kweli. Amina. Ambaye yeye alikuweko tokea zamani. Ndio. Aliabudiwa na manabii. Ndio. Akaabudiwa na mitume. Ndio. Na hata kwamba injili hiyo ilipoletwa, imeletwa tena ili kwamba ipate kuaminiwa katika majira haya. Amina. Kwa hiyo kabla sijaendelea, ni kuombe tu tupe usikivu. Na nitakwenda tu kuomba ili kwamba kwa kumwalika huyu ambaye ni mwandishi wa neno la Mungu. Amina. Nitakwenda kuomba. Mungu Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Wewe ni Mungu mweza wa yote. Amina. Ambaye umetupa kibali kuweko katika redio hii ya Chato FM. Amina. Ili kwamba tupate kulitangaza neno lako lenye uzima. Amina. Na hata kwamba kando kando mwa redio wako walio wasikilizaji katika Chato hii na viunga vyote. Amen. Na hata kila mahali ambapo kwamba redio hii inafika wamesubiri kusikia ukweli wa neno lako. Amen. Tunaomba wewe uliye mweza wa yote. Ndio. Huyo Roho wa uzima akatembee kwa kila msikilizaji. Amina. Hata kwamba Mungu wetu walio na matatizo mbalimbali wanaweza kufunguliwa katika kusikia neno hili. Amina. Maadamu tunasema neno la kweli, wewe ni Mungu ambaye utakwenda kuhusika. Amina. Hata kumaliza matatizo yaliyoko katika maisha ya watu. Amina. Bwana, tunaomba usikivu huo ukatokee katika maisha ya watoto wako. Amen. Na kila mmoja akapokee kadiri ya mapenzi yako. Amina. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. Sasa nitaomba kabla hatujaenda kusoma neno la Mungu. Tulitaka kupita kidogo katika ukumbusho wa kukumbusha yale ambayo tulianza. Tulianza juu ya ujenzi wa mihimili mitatu muhimu. Kumfahamu Mungu mmoja. Na kufahamu imani moja. Na ubatizo mmoja. Hii ndiyo mihimili muhimu sana. Ambayo kwamba inabidi kufahamika katika maisha ya mtu. Kwamba kama kuna mtu anatamani kufika mbinguni, mihimili hii ni muhimu sana. Kumfahamu Mungu wa kweli. Mungu mmoja. Na pia kujua imani moja. Ambayo kwamba imetangazwa na mitume. Hata ukisoma katika maandiko, mitume wametangaza juu
ya imani hiyo moja. Amen. Na ukianza pale Yuda ananena juu ya imani, anasema kuishindania ile imani. Amen. Lakini ukirudi hapa kwa Yakobo pia naye anazungumza juu ya hiyo imani. Amen. Anazungumza kusema kwamba imani ile ya Bwana wetu Yesu Kristo tusiwe nayo kwa kupendelea. Kumbe iko imani ambayo ni halisi inayohitaji kuchukuliwa. Lakini pia tukaona kwamba yuko Petro naye anatangaza juu ya imani hiyo. Na unaona pia yuko Paulo naye anatangaza juu ya imani hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba kiwango ambacho kwamba imani inahitajika ni jambo la muhimu sana. Kama tutaendelea kuombea tutakwenda kuona vile ambavyo inavyohitajika. Imani hii ni muhimu sana. Wakati umejua hiyo imani ni muhimu sana, ndio maana neno la Mungu linasema bila hiyo imani huwezi kumpendeza Bwana. Kwa hiyo imani ambayo inahitajika ni imani ya kweli ya kuamini Mungu mmoja. Mungu ambaye kwamba alikuweko, Mungu wa manabii, Mungu wa mitume. Huyo ndiye ambaye anahitaji kuaminiwa, na huyo pekee ndiye ambaye tutakwenda kumzungumza pia. Fahamu pia kwamba akiweko Mungu mmoja pia yuko Mungu wa dunia hii. Hili ndio linahitaji ulielewe, kwamba akiweko Mungu wa dunia hii naye ametaka kuabudiwa, ametaka kufanyiwa ibada. Lakini Mungu amelileta neno hili ili kwamba tupate kuelewa Mungu mmoja aliye wa kweli, ambaye kwamba anairudisha hiyo imani ya asili. Mungu atusaidie. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, nitaka nianze hapo ile sura ya 3. Sura ya 3 nianze hapo. Ndipo tutakwenda kusoma neno la Mungu ambalo ndio msingi tutahitaji kuwekea kujengea msingi mahali hapo. Tuanze kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 9. Tuanzie mahali hapo ili kwamba tuweze kuweka kwanza mtangulizi kidogo na baadaye tuendelee. Ndio. Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Sura ya 3 mstari wa 9. Naam. Anasema maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Sikiliza hapa, anasema maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Hili ndilo linahitaji kwamba waelewa wasikilizaji. Sisi tu wafanyakazi wa Mungu. Tunafanya kazi hii pamoja na Mungu. Ndio maana tumesema tunanena Mungu wa kweli. Kwa hiyo watuamini hivyo kwamba sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Tunatenda kazi hiyo pamoja na Mungu. Ndio maana tunamleta Mungu wa kweli. Ndio. Ninyi ni shamba la Mungu. Sasa ninyi ni shamba la Mungu mlio kando kando ya redio hiyo. Ni jengo la Mungu. Ni jengo la Mungu mlio kando kando ya redio hiyo. Mstari wa 10. Kwa kadiri ya neema ya Mungu. Kwa kadiri ya neema ya Mungu. Niliyopewa. Mimi kama mkuu wa wajenzi. Huyu ni Paulo anazungumza. Ambaye ndiye alikuwa ametumwa injili ya kuletwa katika watu wa mataifa. Anasema mimi ni mjenzi mkuu ambaye nimejenga sasa, nimeuweka msingi. Ujue kwamba sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Basi kuna msingi umewekwa. Kama mkuu wa wajenzi. Mwenye hekima. Naliuweka msingi. Na mtu mwingine ajenge juu yake. Lakini kila mtu anaangalia jinsi anajenga. Na kila mtu anayejenga aangalia anavyojenga juu yake. 11. Maana msingi mwingine hakuna msingi mwingine yoyote. Hakuna mtu awezaye kuuweka. Isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa. Isipokuwa huu niliokwisha kuweka. Yaani Yesu Kristo. Ndio msingi ambao tunaweza kuunena. Na umekuwa umenenwa katika vipindi vyote vilivyopita kwamba vile ambavyo tunaweza kufahamu msingi uliowekwa, hauko msingi mwingine nje na Kristo. Huo ndio msingi pekee ambao umewekwa. Na hata kwamba ibada zilizokuwa vipindi vilivyopita vimenena kwamba uangalie unayemfuata anamfuata nani, kwamba kama hamfuati Kristo uhitaji kufuatana naye, lakini kama namfuata Kristo fuatana naye huyo, maana atakuwa ananena ukweli wa njia hii. Na ndio maana tunanena hivyo. Lakini andiko nalotaka kusimamia, nitaomba ufungue kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 4. Nitaomba usome hapo, ndio msingi ambao unahitaji usimamie. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Nitaomba Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii. Kwa kuwa tuna huduma hii. Kwa jinsi tulivyopata rehema. Hatulegei. Amen. Amina.
Lakini tumekataa mambo ya aibu, yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, kujionyesha kuwa na haki, tuna haki. Dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Amina. Lakini ikiwa injili yetu imestirika, imefichwa, imestirika kwa hao wanaopotea, Amina. ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili hii, utukufu wake Yesu Kristo, aliye sura yake Mungu, ambayo ni sura yake Mungu. Amen. Mungu atusaidie. Sasa hapa neno la Mungu linaanza kwa kutuonyesha vile ambavyo limetangazwa. Mtume Paulo akizungumza yale yaliyo muhimu sana, kujua kwamba huduma tuliyoipata ni huduma ya kunena injili ya asili, ambayo hii injili ya asili ambayo tunainena katika uhalisia. Sasa kama tunainena katika uhalisia, anasema kadiri tumepata neema, hatulegei kuinena. Tunawaambia Mungu wa kweli ambaye anapasa kuwa ndani ya mioyo yao. Sasa kama tunanena Mungu wa kweli, ni Mungu mmoja, Mungu mwenye nafsi moja, ambaye kwamba anapasa ingia katika mioyo ya watu, ili kwamba apate kutawala ndani ya mioyo ya watu. Sasa kama hawawezi kuona hilo, neno la Mungu limesema Mungu wa dunia hii. Uelewe yuko Mungu wa dunia hii. Na kwa kuwa yuko Mungu wa dunia hii, kazi yake ni kuleta uongo. Kazi yake ni kunena kitu ambacho sio halisi. Ndio maana anaitwa Mungu wa dunia hii. Lakini tuliyotangulia kunena alikuwa ni Mungu wa mbinguni. Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Na hata kwamba huyo Mungu ana jina ambalo jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Yeye ndiye ambaye ni muumba mbingu na nchi. Lakini Mungu wa dunia hii, yeye anapofusha fikira za watu. Naye anapopofusha fikira za watu ni kuwafanya watu wasije wakaona nuru, ikawazukia hiyo nuru, wakaja wakaokolewa. Lakini wale wanaona nuru wanaokolewa kwa sababu wanaona ukweli wa njia. Sasa sikiliza, kazi ya huyu Mungu wa dunia ni ipi? Ndio ambacho kwamba nihitaji ukione kwamba akiweko Mungu wa dunia hii, ana kazi ambayo anahitaji kuifanya. Ndio maana nasikia watu wanasema mimi ndio maada mnamwamini Mungu. Sasa wajiuliza ni Mungu yupi? Kama Mungu unamwamini Mungu, lazima awe na kitu kinaelezwa juu ya maisha yako ambacho kinaweza kuthibitisha. Lakini kusema kwamba namwamini Mungu tu, yuko pia Mungu wa dunia hii. Na yule Mungu wa dunia hii tunaona anayoyafanya. Anafanya nini? Sikiliza, ngoja nikwambie. Nenda Wakorintho wa pili. Jina Bwana libarikiwe. Na nenda Timotheo wa pili, sura ile ya 4. Sura ya 4. Timotheo wa pili, sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Angalia Mungu wa dunia hii alichofanya. Ananenaje? Wakorintho wa pili sura ya Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wa 3. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Angalia huyo Mungu wa dunia hii anachokifanya. Kazi yake ni kuwafanya watu wakatae ukweli halisi wa Injili. Ndio maana anafanya kazi hiyo, kwa kuwa watu watakataa hiyo Injili, wajiepushe na kusikia hilo ukweli. Lakini tulipokuwa hapo wakati wote, tulikuwa tunatangaza ukweli, tunanena ukweli ambao ni wa kumleta Mungu mmoja, mwenye nafsi moja, ambaye Biblia imemtaja yeye ana nafsi moja. Na hata tuliarudia maandiko, ameapa kwa nafsi yake. Ni Mungu mwenye nafsi moja. Yeye ni Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Lakini huyu Mungu ambaye ni wa dunia hii, yeye amefanyaje? Anachukua watu, anawafanya watu wasiamini ule ukweli.
Atapofanya wasiamini ule ukweli, wanakuwa na walimu makundi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Na nini kinakuja katika kiwango hicho? Mungu alikuwa amekwisha kuona jambo linalokwenda kufanyika. Anawaandikia watu wake waelewe kwamba hao watu watakapokuja, kuna mambo watakaodili nayo, kuna mambo watakuwa nayo yanayowafanya kwamba wamfuate huyo Mungu wa dunia hii. Ana walimu hao makundi. Hao walimu makundi wanafanya nini? Nenda Yuda 1:4 uangalie kinachofanyika. Nenda Yuda 1:4 nasemaje? Nenda Yuda 4:1. Yuda 1:4. Yuda 1:4. Inaendaje? Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Waliingia kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani. Waliandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri wabadilio neema ya Mungu. Wanabadili neema ya Mungu. Neema ya Mungu wetu. Neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Nao humkana yeye aliye peke yake. Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Angalia kile wanafanya. Wao kazi yao ni kubadili neema ya nani? Neema ya Mungu. Wanaibadili kuwa ufisadi. Wanaiwekea maneno ambayo sio sahihi, wakiwatumainisha watu katika jambo ambalo si sahihi. Lakini Mungu ashukuriwe, tunapokuwa katika redio hizi ni kuwaletea ukweli wa njia, kuelewa Mungu wa kweli, kuelewa usahihi wa njia, ili kwamba mjue wako watu watakao kuja. Wanakuja hao ni walimu ambao hawaineni ile kweli, bali wako katika kiwango kile ambacho wanabadili neema ya Mungu, wakileta Mungu watatu, wakifanya vitu ambavyo sio sawa, wakileta nafsi tatu ambayo si maandiko ya Mungu, kuwafanya wanawake kuwa wahubiri ambao si maandiko ya Mungu. Hata wengine tumewaona wanapanda wanawake walio wahubiri, wamevaa suruali ambavyo maandiko yamekataa, kwamba Mungu amekataa mwanamke kufanya hivyo, lakini bado wanafanya vitu ambavyo sio sawa. Kwa nini? Kwa sababu wao wako katika hali ya kufanya vitu ambavyo wanaibadili neema ya Mungu kuwa ufisadi. Lakini maandiko yalikuwa yamekwisha kutahadharisha hao watu watakuja kwenye nyakati ambazo ni za mwisho, na hii ndio tunaoinena. Ni wakati ambao ni wa mwisho, tunawaletea injili ya asili ambayo inahitajika kuielewa. Kwa nini? Mungu alikuwa ameshatangulia kuweka tahadhari. Naomba mpendo wangu naendelea kunisomea. Nenda katika waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya 2 na ule mstari wa 1. Maandiko yanasemaje? Lakini kuliondokea manabii wa uongo. Some vizuri hiyo. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo. Hebu sikiliza waraka wa pili wa Timotheo, ile sura ya 2 na ile sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4 umenena kunda kuweko walimu makundi. Wapo wengi hawa ambao wakiwa ni makundi hawaneni uhalisia wa Injili, wananena mawazo yao. Lakini hapo pia unaona hawa mitume wananena kwa kupatana, hawawezi wakapingana, wananena kwa kupatana. Hapo wakati ambapo Paulo ananena, alikuwa ananena kitabu cha Timotheo wa 2 ile sura ya 4 mstari ule wa 3 na wa 4 kwamba watajiepusha kuisikia ile kweli, wajipatie walimu makundi. Lakini hapa naye Petro ananena maneno yale akisema kama manabii walivyotokea wa uongo, kama walivyojitokeza walio wa uongo, nao walitokea pia walimu wa uongo. Hao walimu wa uongo wanafanyaje? Endelea ndugu yangu. Anasema watakaoingiza kwa werevu. Wataingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Wanaingiza kwa werevu uzushi wa nini? Wa kupoteza. Hawana wakati wa kunena kitu ambacho kitamwokoa mtu. Wananena kitu cha kumpoteza mtu. Ndio maana unasikia mambo mengi yaliyoko ambayo yananenwa katika maisha yao, wakati watu hawabadiliki kuwa wa Kristo, wanakuwa watu wa kidunia.
unawaona vile wanafanya ni kama walimwengu, lakini Mungu ameleta neno halisi linaloleta ukombozi katika nafsi ya mtu. Injili ya asili ni kumgeuza mtu apate utakatifu ndani yake. Ndio maana umesikia wengine wanasema hakuna mtakatifu duniani, lakini mimi nakwambia mtakatifu yuko duniani. Maadamu unampokea Mungu wa kweli, unakuwa mtakatifu duniani. Unaanza utakatifu wako mahali hapa duniani. Ndio maana tumekuletea injili ya asili ili kwamba unapoipokea kwenye maisha yako inakugeuza kuwa mtakatifu, inakugeuza kuwa safi. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa endelea, anasemaje? Watakaoingiza kwa werevu, wataingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wanamkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu, wanajiletea uharibifu usiokawia. Amina. Na wengi watafuata ufisadi wao, Angalia kule kumenena ufisadi katika Yuda. Yuda ananena juu ya ufisadi ambao wao watakuwa nao. Ule ufisadi ni wa kupoteza. Petro naye anarudia jambo lile. Anasema huu ufisadi utakuwa ni wenye kupoteza. Utakuwa ni wenye kuwapoteza watu. Ndio maana tumekuja mahali hapa tunene ukweli wa injili hii inayowarudisha watu mahali ambapo wanampata Mungu halisi ndani yao. Wanapata ukweli halisi ndani yao, unaowabadilisha kwa watakatifu, kutoka wenye dhambi wa watakatifu. Unaweza kumrudisha mtu aliyeibiwa afya uweze kurejea katika maisha yake pasipo kazi yoyote ya mwanadamu. Mungu anaweza kufanya bila malipo ya aina yoyote. Anaweza kuwa ni mgonjwa akaombewa akapona, kama tulivyofanya hata leo hii. Tumefanya huduma hiyo bure kabisa, hatuna malipo yoyote. Lakini angalia kwenye ufisadi ule, wanakuambia kwanza kumuona mchungaji, toa pesa kwanza, toa 500, toa 100,000. Huo wote ni uzushi wa kupoteza. Lakini sisi tunakuambia ukweli wa injili, uso wa kupoteza ni weje kukomboa maisha yako kabisa, kukuleta kwenye uhalisia. Anasemaje kwenye kupoteza? Hayo maneno ya kupoteza asemaje? Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Njia ya kweli itatukanwa. Amina. Njia ya kweli itatukanwa. Ndio maana unaona vile ambavyo watu walivyo katika makanisa yao ni kama watu wa dunia hii. Wanapaka rangi, wanawake wanavaa suruali, wanaume wanavaa nywele bandia, wanapaka kila namna ya uchafu kwenye maisha yao. Halafu na kahaba mitaani pale akiwa katika baa fulani, unamwona naye amepaka rangi vile vile, amevaa suruali vile vile. Kuna utofauti gani? Halafu mtu anasikia unakwambia kama wokovu ni wa namna hii, basi na mimi nitaenda mbinguni. Ni kwa sababu gani? Ile njia ya kweli imetukanwa. Watu waliodai kuwa ni Wakristo lakini wanaishi ulimwengu. Lakini neno hili la kweli limekuja ili kwamba liwalete mahali ambapo watu watampata Mungu mwenye kuamini. Hiyo ni kufanya watu wawe watakatifu. Nenda mbele ndugu yangu. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu. Naomba urudie hiyo haya, ndio nzuri sana. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu. Kwa maneno yaliyotungwa. Ambayo hukumu yao tangu zamani iliandikwa. Wala uvunjifu wao haukawi. Hawasinzii. Hawalali mpaka wamekukamua. Hawalali mpaka wamekunyang'anya fedha yako. Wanakwambia kwamba ili tumwombee mtu huyu lazima utume sadaka. Tuma sadaka yako. Tuombee maombezi yako. Tuma sadaka yako ili tuweze kukuombea. Huo ni uvunjifu ambao uko ndani ya mioyo yao. Lakini tumekuja kukuambia ukweli huu. Kama unasikiliza sauti hii, usiache kuifuata. Fuata njia ya kweli ambayo ndio Mungu ameileta katika majira haya, ili kwamba utoke kwa mafisadi hao ambao wanakuambia chumvi inanunuliwa, wanakuambia maji yananunuliwa. Hatuko katika viwango hivyo. Mungu wetu sio wa chumvi. Mungu wetu sio wa maji. Mungu wetu sio mafuta. Mungu wetu ni wa Mungu anayekufanya bure, wala hakuna chochote unachokitoa, kwa sababu ni Mungu amekulipia gharama zako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa sikiliza, twende mbele kidogo. Tutaendelea mbele kidogo. Ni kwa nini tunanena Mungu wa dunia hii? Ili utofautishe kati ya Mungu muumba
aliyeumba mbingu na nchi, ili uelewe kwamba yuko Mungu wa dunia hii, naye ndiye ambaye amekamata mioyo ya watu, amewafanya watu wamepotoka kutoka kwenye ukweli, kutoka kwenye njia. Lakini leo tunanena kukurudisha mahali ambapo unaweza ukaiona ile njia. Sasa maandiko matakatifu yalikuwa yametangulia kusema kwamba watu ambao kwamba wanaoweza kuweko watakuwa wamepotezwa na watu, hawapotezwi na Mungu. Mungu kamwe hapotezi watu. Mungu kazi yake ni kuokoa watu. Mungu hapotezi watu, lakini watu ndio wanaowapoteza watu. Na maneno ya Mungu yamesha kusema hapo, wanaowapoteza ni wale wanaowaongoza, kwamba neno la Mungu limesema hivyo. Ndugu yangu, lichukulia ile Isaya sura ya 30 na ule mstari wa 8, anza hapo. Amina. Tunawapa injili ya siri. Amen. Isaya 30 na mstari wa 8. Ule mstari wa 8 mpaka 12. Ukifika 12 uniambie hapo. Amina. Isaya 30 mstari wa 8. Ndio. Haya, enenda sasa. Andika neno hili. Katika kibao mbele ya macho yao. Kibao mbele ya watu hao. Lichore katika kitabu. Chora kwenye kitabu. Ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Hivi ni majira yaliyopo, yatakayokuja, ambayo kwamba yalikuwa na neno wakati huo, ambao tunasema ni unabii wa kinywa cha Isaya. Mungu aliyompatia kwamba ayachukue maneno hayo, ayachore kwenye kibao, na asiyachore nje ya watu, achore mbele ya watu, waweze kuyaona na yawe wakati unaokuja. Huo wakati ungekuwaje? Yangekuwaje? Lichore katika kitabu. Chora katika kitabu. Ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Iwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Kwa ushuhuda hata milele. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Watoto wasemao uongo. Watu wanaosema uongo. Watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Watu wasiotaka kusikia neno la Mungu. Amina. Waambiapo. Waonaji. Msione. Na manabii. Msitoe unabii wa mambo ya haki. Kama tunavyotoa. Msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini. Sikia. Amen. Wanataka maneno laini. Hubirini maneno ya danganyayo. Sisi hatuna maneno laini. Wala hatuna maneno ya danganyayo. Biblia imetangulia kusema ikiwa injili yetu imestirika, imestirika kwa wanaopotea, imefichwa kwa wanaopotea, lakini kwa wale watu ambao wanaotaka nuru ya kweli imewazukia, nuru ya kweli imewaijia. Sasa watu wanasema wanawafikia wale manabii, wanawaambia sikilizeni, hii ni kitu ambacho kinachohitajika. Angalieni, msije mkanena maneno magumu. Tuambieni maneno laini. Tuambieni maneno ambayo ni mepesi. Hubirini maneno yanayotudanganya. Sikiliza, Mungu kama hajawahi kudanganya, anapowatuma watu neno lake, wao wananena ukweli. Wananena injili ambayo inawarudisha watu kwenye utakatifu. Kwa ina maana haitakuwa yenye kudanganya. Na wapenzi, kama tulivyotangulia kusema, hatuhubiri neno la uongo. Tunahubiri neno la kweli. Na lile neno la kweli ni injili ya asili inayorudisha Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa maana Mungu alikuwa ameahidi kwamba angelikaa katika maisha ya wanadamu, angelikaa ndani yao, ili kwamba atembee pamoja nao. Ndio maana tunanena ukweli huu, ili kwamba upate kujua Mungu anataka aingie ndani ya moyo wako. Mungu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu, imeisha hiyo, endelea. Tuambieni maneno laini. Hubirini maneno ya danganyayo. Hubirini maneno yanayodanganya. Tokeni katika njia. Geukeni mtoke katika mapito. Tokeni katika mapito. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Basi kwa ajili ya hayo, mtakatifu wa Israeli asema hivi. Mtakatifu wa Israeli ambaye ndiye muumba wa mbingu na nchi asema hivi. Kwa sababu mwalidharau neno hili. Na kutumainia jeuri na ukaidi. Na kuyategemea hayo. Basi uovu huu utakuwa kwenu. Kama mahali palipobomoka, palipo tayari kuanguka, papotezapo katika ukuta mrefu, ambapo huvunjika kwake huja ghafla kwa mara moja. Sawa. Amen. Sikiliza. Mungu ambaye ndiye ambaye ameumba mwanadamu,
Yeye amemtaka atembee katika uhalisia. Amemtaka atembee katika njia ambayo yeye ameiweka. Yeye ambaye kwamba atapata wokovu kwenye maisha yake. Atakuwa amempata Mungu huyu muumba mbingu na nchi. Ambaye tokea mwanzo alitaka huyu mtu atembee katika njia hiyo. Ndio maana watuma manabii walilete neno lake ili kwamba hao watu wapate kuwapa na wakati ambapo watatembea katika njia hiyo, ambapo watakuweza kusimama katika msingi huo ambao ni msingi wa neno la Mungu. Ndilo ambalo linahubiriwa. Tunalowaambieni huyo Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, ambaye anataka kuingia katika mioyo yenu. Yeye ndiye ambaye anataka umpe nafasi. Yeye ndiye anataka kwamba umfungulie moyo wako ili kwamba apate kuwa ndani yako. Sasa nini kilichokuwa kinafanyika? Huyu Mungu wa dunia hii alikuwa ameazimu kufanya vitu ambavyo angeweza kuvifanya. Na maandiko ametangulia kuweka tahadhari. Yakasema angalieni huo wakati yeye atahitaji kupata ibada. Lakini angalieni, tunaomba tahadhari. Wanaopewa tahadhari ni watu wa Mungu. Wanaambiwa angalia, yeye atajiinua na atahitaji abudiwe. Atahitaji afanyiwe ibada. Atahitaji afanyiwe ibada. Lakini Mungu akawaambia watu wake, mnapoona mambo ya namna hiyo, chukueni tahadhari. Angalieni huyo wasi anajiinua ili kwamba apate kuabudiwa. Lakini Mungu alikuwa ametangulia kusema mwenye kuabudiwa ni Mungu peke yake. Maana ametangulia kusema kitabu cha Kutoka sura 20, akasema mimi ndimi Bwana Mungu, msiabudu miungu mingine, niabudu mimi Mungu peke yake. Lakini hapa kuna neno liyasema yeye alitaka kuinuliwa. Yeye alitaka ajiinue, ajipandishe mwenyewe. Kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 ule mstari wa 1 anasema basi ndugu, nakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na wasihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na kukusanyika kwetu mbele zake. Kwamba msifadhaishwe upesi, msije mkafadhaika hata kuiacha nia yenu, mkaiacha nia yenu, wala msisitushwe, wala msishangazwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza uje ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitu kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, anaketi kwenye hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kwamba yeye ndiye Mungu. Amina. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia hayo, na sasa lizuialo mwalijua, mwalielewa, ili apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Amina. Ina maana maneno ya Mungu yanaonyesha huyu Mungu wa dunia ambaye tumemsoma, yeye alitaka kujiinua, yeye alitaka kuabudiwa, yeye alitaka afanyiwe ibada. Ndio maana tunaziona hata zinaendelea, ziko nyingi sana. Na wanadhania watu wanaabudu Mungu wa kweli, kumbe sio Mungu wa kweli, wanaabudu Mungu wa dunia hii. Angalia vile ambavyo kwamba wanafanya wao bila kujua. Ndio maana unaona muziki ya ulimwengu imerudi ndani ya makanisa, ni kwa sababu Mungu wa dunia anataka kuabudiwa, yeye alitaka abudiwe. Lakini watu wasingeweza kuelewa kwamba anaabudiwaje. Yeye alikuwa ni wasiri sana, ilibidi aje kwa namna asili sana. Anakwambia huu ni muziki wa Yesu, ni muziki wa Yesu, lakini kumbe ni wa dunia. Amina. Ni singeli za Yesu, kumbe ni uongo, mambo ya kidunia. Ni Mungu wa dunia hii anataka kuabudiwa. Lakini Mungu alikuwa amekwisha kutangulia kutoa tahadhari kwamba wale watu wa Mungu wataona hiyo hali, wataiona, watasema hapana, hii maana tunawaambia injili ya kweli
kweli ambayo tunawanenea, inaowarudisha watu wamjue Mungu wa kweli, waelewe Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye yeye anawaambia wanaweza kuishi utakatifu. Ndio maana tunaona ndio Mungu wa dunia hii alikuwa na mambo mengi, alikuwa anataka kuabudiwa na watu waendelee tuna ibada zao, wasijue kwamba ni Mungu wa dunia anaabudiwa. Angalia ibada zake zinazoendelea, ni mjanja mkubwa sana. Wanakuambia kwamba kuna maji mazuri hapa, yanauzwa hela hii, ukiyachukua haya utapata kitu fulani, lakini yule ni Mungu wa dunia hii, anatafuta kuabudiwa na hakuna ibada bila sadaka. Unaangalia vitu wanavyovifanya, wanatoa sadaka zao mahali pale, eti sadaka za kujimaliza, sadaka za kukomboa nyayo. Hizo ni sadaka za shetani ambazo zinafanywa ibada kwa Ibilisi. Mungu wetu muumba mbingu na nchi, yeye ametoa kila kitu bure. Baada ya kulipa pale Kalivari, anawaalika watu waje kwa imani, waamini kwa imani, ukiwa kwamba Mungu ni mweza wa yote, anaweza kuwapa kila kitu wanachokitaka. Lakini hatari kubwa ni hii hapa. Angalia vile ambavyo kwamba neno la Mungu limesema, kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 10. Kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 10. Angalia hapo, angalia hapo mstari wa 10. Isaya 3 mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, waambieni wenye haki, ya kuwa watakuwa heri. Kwa maana ngoja usiende haraka sana. Anaanza na wenye haki. Akiwaambia ninyi wenye haki, waambieni wana heri. Heri hiyo wameipewaje? Wamemjua Mungu wa kweli, ndio maana wakapata heri. Ile heri wanapewa, waambieni wale wenye haki wajipe heri, ama wamepewa heri kwa sababu wamemjua Mungu wa kweli. Lakini kinachofuata kikoje? Kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Watakula matunda ya matendo yao. Ole wake mtu ambaye, ole wake mtu mbaya, shari itakuwa kwake. Kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Amen. 12. Katika habari za watu wangu, watoto ndio wanaowaonea. Angalia sasa, wanaoonewa ni watoto. Wanaoonewa ni watoto. Anasema habari ya watu wangu, sio watu wa shetani, watu wangu. Wanaoonewa ni watoto. Na wanawake ndio wanaowatawala, ambao ni kinyume na maandiko. Maandiko yamekataa mwanamke kutawala ndani ya ibada. Kama ni mambo ya serikali ni sawa, haya hatuwezi kukataa, haya ni mambo ya dunia. Lakini tunaporudi katika mambo ya Mungu, hao wanawake wakitawala ni makosa. Maana maandiko yamesema mwanamke asimtawale mwanaume. Ni neno la Mungu ambalo liko mahali pale, limetoa mamlaka hayo. Mwanamke kama ni habari za imani, ajifunze kwa utulivu na atii kwa kila namna, maana neno la Mungu limekataa mwanamke kutawala mwanaume. Ndio maana ameweka utaratibu huo, ili kwamba mwanaume ndiye mtawala. Tokea mwanzo mwanaume ni mtawala. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3, maandiko yamesema mwanaume ndiye atakayekuwa mtawala. Sasa hapa anasema kile kimewafanya watoto wa Mungu wafikie mahali pa kuonewa. Anasema wanaoonewa ni watoto wa Mungu. Na katika kuonewa huko, wanawake ndio wanaowatawala. Sikiliza, enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha. Ninyi watu wa Mungu mlioko kando kando ya redio hii. Ninyi ambao mko pembeni vya viunga vya redio hii. Sikiliza maneno ya Mungu anavyosema kwamba wale wanaokuongoza ndiye wanaokukosesha. Haukoseshwi na mtu yeyote, ni wanaokuongoza ndio wanaokukosesha. Sikiliza, hata maandiko jana ametuambia, enyi wachungaji, muelewe kwamba Mungu atawadai. Anawadai hao kondoo mikononi. Ndio maana neno la Mungu hapa jana limepiga kelele juu ya wachungaji kwamba wanaowakosesha ni wale wanaowaongoza, ni hao wachungaji. Wao wanaelewa siri, washirika hawaelewi. Wachungaji wanaelewa siri kwamba wao wako mahali pale, wana kitu wanafanikisha. Ndio maana unaona makao makuu zao ziko katika nchi. Wanakwambia kwamba makao makuu yangu iko Geita, makao makuu iko Mwanza, makao makuu iko Dar es Salaam, makao makuu iko Dodoma, makao makuu iko Omani, makao makuu iko Katoliki. Lakini
haiko hivyo katika maandiko. Haiko katika hivyo katika maandiko. Maandiko amesema makao makuu yetu yako mbinguni. Yako mbinguni. Bado ukisoma kitabu cha Yohana Injili ule mstari wa sura 14 mstari ule wa kwanza, makao makuu yetu yako mbinguni. Ndio maana amesema ameenda kuiandaa hayo makao makuu ambayo kwamba hapo hakuna mwanadamu atakayetawala, ni Mungu mwenyewe akitawala. Yeye ndiye atakayekuwa ni nuru hiyo. Sasa sikiliza, ngoja nikwambie kwamba hao wanaowaongoza, hao wanaowaongoza ndio wanaowakosesha. Hao ndio wanaowaambieni mambo ambayo sio sawa, kwamba hati Yesu kazaliwa mwezi wa 12. Liko wapi hilo andiko? Halipo. Mimi nimezunguka ndani ya maandiko sijaiona. Hakuna Yesu alipozaliwa mwezi wa 12. Mimba ilichukuliwa mwezi wa 6. Atazaliwaje mwezi wa 12? Yeye sio ndevile. Yeye alizaliwa tu ni mkamilifu. Alichukua udhaifu wote wa wanadamu akaingia katika udhaifu huo, na ili kwamba azaliwe ilibidi atimize miezi 9. Hawezi kuzaliwa mwezi wa 12 kwa sababu sio maandiko. Lakini wanaokuongoza wanakuambia alizaliwa mwezi wa 12, ambayo ni neno, ambayo si neno la Mungu, ni uongo mtupu. Tunawaambieni ukweli. Sikilizeni, maneno ya Mungu yameanza kwa kusema tupeni nafasi. Tuna Mungu ambaye tunafanya kazi naye, na ninyi ni shamba la Mungu ambalo inahitajika kupandwa hiyo mbegu. Tuko tunapanda neno la Mungu, na ndio mbegu ambayo inahitajika ipandwe. Hatuambii maneno ya mwanadamu, tunawaambia neno la Mungu. Hilo ndilo ambalo linaweza kuleta wokovu kwenye maisha yenu, ndilo linaloweza kuleta usahihi katika maisha yenu. Niwafanye kuwapa kila kitu ambacho kimepotea, na katika kuambiwa watu uongo wamepotezwa katika hayo, bado maisha yao yako hatarini, bado yako kwenye shida, na mpaka kwamba wanaambiwa iko sadaka ya kupata mtaji ambayo utaitoa upate mtaji. Shetani anakuibia katika kiwango hicho. Hakuna kitu cha namna hiyo. Ni Biblia inasema waliomtegemea Bwana hawatatahayari, maana Bwana ndiye yeye anayewawezesha. Yeye ndiye anayewapa kila kitu. Mstari wa 11 tumemaliza. 12 Enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha, waiharibu njia ya mapito yako. Wanaharibu njia ya mapito yako. Bwana asimama ili atete. Bwana anasimama leo hii. Asimama ili awahukumu watu. Anasimama ili awahukumu watu. Maneno ya Mungu yako hapo ndio yananena. Yanahukumu mafundisho yote ambayo sio ya kweli. Yanahukumu mafundisho ya uongo, ili kwamba kupata kujua usahihi wa njia. Sasa naomba msikilizaji wangu anayesikiliza, endelea kupekua Biblia yako. Kama una Biblia hapo, endelea kuipekua. Asome. Tutakwenda kukusomea maandiko mengi ambayo kwamba yatakufanya ujue Mungu wa dunia hii kile ambacho anafanya. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kueleza ukweli, ili kwamba uelewe yuko Mungu muumba mbingu na nchi, lakini pia yuko Mungu wa dunia hii. Sasa sikiliza. Katika kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo, ambayo ni sura ile ya 4. No, waraka wa kwanza, tuanze huo kwanza kabla tujaenda waraka wa pili. Waraka wa kwanza wa Timotheo. Ile sura ya 4. Mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi. Nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Basi Roho anena waziwazi. Sikiliza, hilo ni neno la Mungu. Tunaposikia basi Roho anena waziwazi, ina maana ni Mungu ananena waziwazi. Sio mwanadamu ananena waziwazi. Ni Roho ananena waziwazi. Mungu ananena waziwazi. Kwamba ikoje? Basi Roho anena waziwazi. Anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Sikiliza. Kila ambacho tumesema, huyu Mungu wa dunia hii anachokuwa kwanza anafanya, anaipotosha imani ya kweli. Analeta mambo ambayo sio ya kweli. Ile imani ya kweli inafutikwa, na watu wanakuwa na imani nyingi mbalimbali. Imani nyingine. Nimekuwa na wakati ambapo kwamba nimekuwa mpakani mwa Kenya na Tanzania. Kuna imani moja ambayo sitaweza kuitaja inaitwaje, lakini ilikuwa na kanuni hii. Wewe kama ni mshirika ambaye ni kweli unaingia, ili uonekane kwamba umekubalika na imani hiyo, unang'olewa meno matatu ya mbele. Yaani wanang'oa kila wakati unapoendelea kuwa na bidii, wanang'oa jino moja. Yaani ina maana unapoingia ukaonekana una bidii, wanang'oa moja. Unapoingia tena unaendelea, wanang'oa jingine. Ukiendelea tena wanang'oa jingine. Hiyo
nayo inaitwa ni imani. Imani ya vibogoyo hiyo inaitwa nini? Imani. Lakini angalia maandiko yamesema zile nyakati ambazo nakuja za mwisho watu watajitenga na imani. Wanajitenga na imani ya kweli, sio imani ya uongo. Wanajitenga na imani ya kweli. Na watapojitenga na imani ya kweli, kumbuka kwamba shetani naye ana vitu ambavyo anawapandikizia ambavyo kwamba sio vya kweli. Ndio maana ukijitenga na imani ya kweli, zinakuweko imani zingine ambazo sio za kweli. Sasa wazia huyu mtu anang'oa meno, naye anasema hiyo ni imani, anakuwa kibogoyo, anaita imani wakati sio imani. Ndio maana watu ambapo wanadhulumiwa katika maisha yao, wanapewa vitu ambavyo sio sawa, lakini neno la Mungu liko hapo linatuambia kwamba imani ya kweli imejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiye juu kula pembeni. Hiyo ndio ambayo kwamba tunayoinena imani ya kweli. Lakini watu wanapojitenga na imani, kuna vitu watavisikiliza, maana maandiko yameandika lazima ukijitenga na imani viko vingine vitasikilizwa. Vitu gani hivyo? Sikiliza. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, watasikiza roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani. Amen. Kwa unafiki wa watu, wasema uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, watawazuia watu wasioe, na kuamuru wajiepushe na vyakula, na wengine wanawaambia wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu ameviumba kwamba vipokewe kwa shukrani, na wale walio na imani wenye kuijua ile kweli. Amina. Sasa ndio kweli tunaoizungumza. Wanaoijua ile kweli hawawezi kuwa na kubagua vyakula, wanatumia vyote. Sikiliza, ndicho ambacho kwamba neno la Mungu linasema. Wakati unajitenga na imani, kuna mashetani yanayokufundisha, kuna mashetani yana elimu yao ambayo kwamba ile elimu haitokani na Mungu, ina mambo yao wenyewe ambayo waliojiwekea yasiyo sawa na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu awabariki. Maandiko matakatifu yanasemaje katika kitabu cha Wakolosai? Jina la Bwana libarikiwe. Wakolosai sura ya pili. Ndio. Sura ya pili mstari wa 8. Wakolosai sura ya pili na mstari wa 8. Neno la Bwana linasema. Wakolosai sura ya pili mstari wa 8. Angalieni. Mtu asiwafanye mateka. Mtu asija kawafanya mateka. Elimu yake mwenyewe ya bure. Na madanganyo matupu. Kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Hebu sikia hii. Kwamba yakiweko mapokeo ya wanadamu yanawafanya watu kudanganywa. Anawateka kwa elimu yake mwenyewe iliyo ya bure. Na mtu anapowateka kwa elimu ya bure, ana madanganyo yaliyo ya uongo ambayo yatokani na Biblia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana utaona tunapata vitu vingi ambavyo hata ndani ya maandiko havimo. Sasa Usijui walipokea kwa wazee gani? Mtoto alishawahi kuwa wapi dhambi aitabatizwa? Hakuna maandiko ya kubatiza. Hakuna andiko hilo. Ndani ya maandiko halipo. Biblia imesema ubatizo ni kwa watu wazima wanaojua mema na mabaya, ambayo kwamba wanapoyasikia yale mema wanayafuata, wanageuka kuacha mabaya. Kama mtoto mdogo anajuaje hilo? Mtoto mdogo hajui. Ndio maana neno la Mungu likaanza kwa kusema injili itakapokwenda itahubiriwa. Na wale watakaoisikia wataiamini. Sasa mtoto mdogo anaelewaje injili? Hawezi akaelewa. Anaposikia ile injili, ndipo Biblia inasema anafanya toba. Anapofanya toba, anabatizwa, ndipo anapata ondoleo la dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo anapopata ondoleo la dhambi, anapata kumpata Mungu kwenye maisha yake, kwa sababu tayari amepitia kitu kilicho sahihi. Sasa sikiliza, neno la Mungu limeanza kusema mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo, wala sio kwa jinsi ya Kristo. Amina. Hayawi kwenye
kwenye neno la Mungu. Na neno la Mungu limesema hapo katika kitabu cha Petro, waraka wa Petro ile sura ya 2 kwamba watu watafanywa mateka kwa maneno ya kutunga, maneno yaliyotungwa ambayo yanatungwa yaliyo kinyume na vile ambavyo Mungu anavyosema. Ndio maana watawateka watu kwa elimu hiyo yao ya bure na madanganyo ambayo kwa asili sio ya Kristo, hayatokani na Mungu, yanatokana na wanadamu. Ndio maana utaona kwamba watu wananyanyasika, wanapelekwa katika hali ambayo sio sawa. Hata nimesikia watu wanalia, wanaomboleza, wasema nilitoa laki zangu nyingi kwa ajili ya kumwona mchungaji eti aniombee. Hivi ni vitu ambavyo ni vya kitapeli. Ndio maana tunasema ndani ya neno la Mungu watu wameingia ambao ni majambazi, wanakuja kuteka watu. Tunafahamia majambazi wako nje, kumbe wamo ndani ya neno la Mungu, wamejivika ngozi ya kondoo, lakini kumbe ni mbwa mwitu. Ndio maana tunanena neno la kweli, tunanena neno hili la kweli. Hata haijalishi kwamba tunaweza kukataliwa na watu, lakini tunasema neno la kweli, kwamba tuseme hivi, haitajiki maneno ya madanganyo. Watu wamechoka na kudanganywa, wamechoka na madanganyo, wanahitaji ukweli wa Injili. Ndio huu tunao unena kwamba Mungu mmoja, ubatizo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo unapata ondoleo la dhambi. Sio Baba na Mwana na Mtakatifu, maana Baba sio jina, wala Mwana sio jina, wala Roho sio jina. Hivyo ni vyeo ambavyo kwamba hata mimi naitwa Baba, lakini sio jina langu. Ukienda kwa mwanangu namuita mwanangu, lakini sio jina lake. Ukienda huko nyumbani, nikirudi nyumbani naitwa mtoto, lakini sio jina langu, na jina langu halisi. Ndio maana Mungu wakati ambapo alihitaji watu waelewe, wakati anawaambia wanafunzi wake waende wabatize, walihitaji wabatize kwa jina sahihi, ile jina ambalo ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 5 na ule mstari wa 43, maandiko anasema mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Sasa tungeweza kujiuliza hilo jina la Baba lilikuwa ni nini? Injili ya Yohana hiyo. Hebu tuwapeni hiyo kidogo. Tugusie hiyo. Tuguse hiyo kidogo. Sawa. Amina. Hiyo kidogo. Mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, ya madanganyo ya bure. Tunapenda ile ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tuendelee. Yohana 5 mstari 43. 5:43. Yesu anasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Wala ninyi hamnipokei. Ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, tampokea huyo. Lakini hapa ilibidi waelewe jina hilo aliyokuja nalo lipi. Ilibidi walielewe jina halisi. Na ndio maana alipokuwa anawaambia nenda mkabatiza kwa jina la Baba, ilibidi walielewe jina la Baba ni lipi. Ile ambalo walihitaji walitumie hilo jina la Baba yake. Jina la Baba yake ili walipolielewa, tunapata kwamba walitumia jina hilo, hawakutumia vyeo. Tunaona kila mahali ubatizo ulipofanyika, ulifanyika katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sababu walielewa jina la Baba ni Yesu Kristo. Ndio maana aliitwa Yesu Kristo, ilikuwa ni jina la Baba yake. Jina la Bwana libarikiwe, ambalo kwamba ukisoma katika maandiko yanasema alirisi jina la Baba yake. Ndio maana aliweza kuitwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake. Na ndio maana nawaambia mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake. Hapa tunawaambieni neno la Mungu ambalo linaleta uzima ndani yenu. Sasa sikiliza, mpendo wangu msomaji, naomba unichukulie waraka wa pili wa Timotheo. Waraka wa pili wa Timotheo. Waraka wa pili wa Timotheo. Ndio. Sura ile ya 3. Sura ya 3. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Uniende hiyo pole pole. Neno la Bwana linasema. Nenda semaje? Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Mstari wa 6. Kwa maana katika hao wanaoweza kuwa na madanganyo, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu, wanajiingiza katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake, wanachukua mateka wanawake wajinga, wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi,
huyu ni Mungu anaona. Amen. Kwamba hawa watu ambao ni walimu wa uongo wanaingia kwenye nyumba za watu. Ndio. Na wanapoingia kwenye nyumba za watu wanapata wanawake wenye tamaa. Ndio maana unaona hayo yanayoendelea, yanayofanyika ambayo yako kinyume na neno la Mungu. Leo hii tunasikia vitu vingi ambavyo sio neno la Mungu. Ati unaenda kutandika chumba cha mchungaji. Nenda ukatandike chumba chake. Mke wake ameenda wapi? Hapo sasa. Unao ni shetani. Eti na mabinti wakafagia chumbani kwa mchungaji. Unao ni ushetani mwingine. Huu ni ushetani mwingine. Ndio. Eti tukafue nguo za mchungaji. Unao ni ushetani mwingine. Alafu hivi vitu vinatoka wapi? Tunasema ukweli wa Injili ambao utawafanya watu wafunguliwe, watoke kwenye mizigo hiyo, warudi kwenye usahihi ambao kwamba watatembea katika yale ambayo Mungu anasema. Kwa sababu madanganyo yanapokuwa mengi, watu wanaikosa njia ya kweli, watu wanakosa usahihi. Lakini leo hii tuko hapa kukuambia usahihi, kwamba uelewe Mungu anataka utembee kwenye usahihi ambao Mungu anataka wewe uokolewe, upate maisha ambayo kwamba yatakuwa yamefanana na yeye, yatakayotembea katika mapenzi yake. Ndio maana tunanena neno la Mungu, na neno ndilo ambalo hata mitume walilinena. Najiuliza imekuwaje? Lakini neno la Mungu limesema hao mitume nao pia walikuwa wameambiwa atakayesikia neno lenu amenisikia mimi, amenipokea mimi, atakayewakataa ninyi amenikataa mimi. Ndio maana neno la Mungu likasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 10. Ndio. Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10. Amen. Sikia. Ndio. Mathayo 10. 10:20. Mathayo sura ya 10 mstari wa 20. Mathayo 10:20. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Kwa kuwa si ninyi msemao. Kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Sikia. Amina. Hebu rudi hapo mstari wa 8 ndio tupate fasiri halisi. Mstari wa 8. Kwa sababu inawezekana hapo tukasema ni nini kilichokuwa kinazungumzwa. Mstari wa 8 Mathayo 10. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Hebu angalia hilo neno kwanza. Maagizo ya Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu anawaagiza hawa wanafunzi, anawaambia nendeni mkapoze wagonjwa, mtakase wenye ukoma, fufue na hao wafu, na mtoe na pepo. Mmepewa bure, toeni bure. Hakuna malipo ya aina yoyote, hakuna fedha aina yoyote. Ati mchungaji kwamba muone kwa pesa, hapana. Sio neno la Mungu. Yeye amesema ni bure. Ati muone kwanza mpaka utoe pesa ya kiingilio. Imekuwa ni chama fulani sasa. Imekuwa sasa imekuwa ni mapokezi hapo, kwamba uende mpaka mapokezi, uende utoe pesa, afu baadaye ndipo ulete shida yako iweze kusikilizwa. Unao ndio utapeli umeingia katika jina la Bwana. Unaingia, lakini tunawadai watu wa Mungu waachiliwe, waachiliwe kama tulivyosema jana, waachiliwe kutoka kwenye mikono hiyo ambayo ni ya matapeli. Tunazungumza neno la Mungu linaloweza kuwafungua watu, linaloweza kuwaweka huru, wapate kuelewa kile ambacho kinahitajika. Anasemaje? Anasema mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha. Tunasoma Mathayo 10. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Amen. Siku zote wanatafuta waaminifu, waaminifu ambao wataweza kutunza uaminifu, kwamba hawa
hawawezi kuwa waaminifu bila uaminifu. Inabidi kwanza wametunza uaminifu, ndipo wanaitwa waaminifu. Ndio maana Mungu anawaagiza, nendeni huko, mtakapowakuta hao watu, wao watawapokea. Mtakapowaona ni waaminifu, kaeni mahali pale, mseme na mahali pale kwamba watakapowakaribisha hiyo nyumba mtaitakia amani. Ile nyumba watakao wakubali, itakieni amani. Ndio maana wao wameandaliwa ili kwamba wawe na amani. Sasa ndipo anasema nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni, na nyumba ile ikistahili amani yenu na ifikirie. Na kwamba haistahili amani yenu na iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala ya kuyasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Mstari wa 15. Amini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. 16. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Yesu anawatuma wanafunzi kati ya kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa wapore kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafarume kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. 19. Lakini hapo watakapowapeleka msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile ile mtakayosema. 20 anasema, kwa kuwa si ninyi msemao, si ninyi mnaosema, bali ni Roho wa baba yenu asemaye ndani yenu. Kwa hiyo maneno yale ambayo mitume walisema hayakuwa ya kwao, ilikuwa ni Roho wa uzima aliyekuwa ndani yao, ndiye aliyowafanya wanene. Ndio maana walinena kwa kupatana. Hakukuwa na wakati mmoja walipopingana. Kila mmoja alisema lile ambalo kwamba Roho alimwongoza. Ndio maana unaona kwamba Paulo alichokisema ndicho Petro alisema, Yuda alichokisema ndicho Yakobo alisema. Mitume wote walipatana. Sasa angalia wakati huu ambapo kwamba unaweza kuangalia mtu anaweza kuwa mahali pale. Jana nimekutana mmoja, yeye anajiita kwamba ana imani ya Galilaya Temple. Nikajiuliza, hii Galilaya Temple ni namna gani? Nikataka nimsikilize. Nilipojaribu kumsikiliza akasema hii ni imani ya Temple, hii ni imani ya kitempo tempo. Nikajiuliza, sasa kama ni imani ya kitempo tempo, mbona haipatani na PAG? Mbona haipatani na Lutheran? Kwa nini wanapingana? Ni kwa sababu gani? Nikajiuliza, ni kwa nini mnapingana? Asema hii ni imani yetu. Sasa ikiwa imani yenu, ina maana ni imani ya wanadamu, si imani ya Mungu. Inahitajika imani ya Mungu. Maana ikiwa ni imani ya Mungu, Roho anayenena ndani ya huyu atanena ndani ya huyu, watapatana wote pamoja, kwa sababu ni imani moja ambayo kwamba yeye ametangulia kuweko ndani ya huyu, atakuwa tena ndani ya huyu. Ndio maana nasema yale maneno ambayo walisema mitume hayakuwa ya kwao, ilikuwa ni Roho wa uzima aliyekuwa ndani yao, aliyenena ndani yao, akafanya wote wapatane. Ndio maana Paulo alibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Petro naye akabatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ukiangalia mitume wengine walibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, ni kwa sababu wao walikuwa na Roho wa uzima. Roho yule ambaye aliyekuwa anafanya wanene mambo ya aina moja, walinena mambo ya aina moja, hakuna mahali walipopingana. Ukiona wanapingana, jua huyo sio Roho wa Mungu. Huyo ni roho mwingine. Ndio maana inakuja kusema hii ni imani yetu. Haiwi imani ya neno, lakini kisha kuwa imani yenu ni imani yenu ile ambayo ni ya wanadamu, ambayo haitokani na Mungu. Lakini hapa tunawaambia nini? Tunawaambia imani ya Mungu, imani ambayo kwamba inaturejesha mahali pa misingi ile ambayo mitume waliamini, misingi waliosimamia, ambayo kwamba inaturudisha kwenye msingi asili. Na ndio maana imeitwa injili ya asili. Injili ambayo inamrudisha Mungu yule aliyetembea na mitume, ambayo kwamba mitume walipoambiwa wafanye bure, na injili hii tunasema na sisi tunafanya bure. Hatuhitaji malipo yoyote, tunalipwa na Mungu mwenyewe, maana Mungu ndiye mwenye kutulipa. Yeye ndiye
ametupa kazi. Ndio maana neno la Mungu limesema tunafanya kazi pamoja naye. Kama yeye atataka malipo ni yeye mwenyewe. Sasa Mungu kama aliwahi kulipwa, basi sisi tunahitaji kulipwa. Lakini Mungu hajawahi kulipwa. Angalia vile ambavyo amefanya. Mara zote amefanya bure. Angalia vyote alivyovitoa, alitoa bure. Hakuna mara alihitaji malipo, lakini alihitaji moyo wa mwanadamu. Ndio maana anasema nasimama mlangoni nabisha hodi. Yeye atakayesikia, atakayesikia sauti akafungua mlango wa moyo wake, mimi nitaingia ndani yake, nitakaa pamoja naye. Na kwa kusudi la Mungu ni kukaa ndani ya mwanadamu, ni kukaa ndani yake. Anataka apewe nafasi ndani ya moyo wa mwanadamu, na njia ya utaratibu wa kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu ameiweka ni namna hii. Mtu anapotubu dhambi zake akabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, basi atapata ondoleo la dhambi. Na Mungu kwa kuwa ndiye Roho Mtakatifu ataingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Anapoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, anamgeuza kumfanya mtu mtakatifu anayetembea katika mapenzi ya Mungu na yanayompendeza Bwana. Sasa ndugu yangu, wakati naendelea kumalizia, pengine tutarudia kukumbushia yale ambayo kwa mungeweza kufahamu. Mungu wetu ni mmoja, mwenye nafsi moja, hajawahi kuwa na nafsi tatu. Nafsi moja ambayo yeye ameitoa neno lake lenye uzima, analinena ili kwamba tupate kuelewa kile ambacho Mungu anakitaka. Naomba nigusie ndugu yangu Isaya sura ya 56. Isaya sura ya 56. Ndio. 56 Isaya. Ndio, Isaya 56. 56 Isaya. Ndio. Mstari wa ngapi? Mstari wa 11. Mstari wa 11 Isaya 56. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Hao mbwa ambao hawashibi kamwe. Naomba unisikilize kwa makini. Amina. Wale wanaokuwa katika mafundisho ambayo sio ya Biblia, yale mafundisho ambayo ni ya uongo, hawa watu wamefananishwa na mbwa. Sio mimi nayesema, hayawani wanyikani. Ni Mungu anayesema ndani ya maandiko. Amen. Ni Mungu anayesema ndani ya maandiko. Jana tulikuwa na wachungaji. Sasa wasikiliza hao wachungaji wamefananaje. 11 hiyo endelea. Amen. Labda waipate vizuri hapa. Anasema enyi hayawani wote wanyikani, njoni mle. Enyi hayawani wote wa mwituni, walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Hawana maarifa. Wote pia ni mbwa walio bubu. Ni mbwa walio bubu. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia. Huota ndoto. Huota ndoto. Kulala. Kupenda usingizi. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Hawashibi na kamwe. hao ni wachungaji. Hao ni wachungaji. Ni wanani? Wachungaji. Na mimi hapa ni mchungaji. Ndio. Nayekwambia. Amen. Lakini mimi sio mbwa bubu. Amen. Mimi ni mbwa naye bweka. Amina. Niko hapa na bweka. Amina. Na kuonyesha hatari iliyo mbele yako. Amina. Ili uelewe kwamba kama usipoweza kuponyoka kwenye hiyo hatari, hawa watu wametabiriwa ni mbwa bubu wasioweza kujua kubweka. Ni watu ambao hawashibi. Kila wakati wanakuambia leta pesa, changa hela, changeni gari, changia gari, tunachangia gari ya askofu, tunachangia gari ya mchungaji, wakati ambapo kwamba yeye ukimwambia basi na sisi washirika mtuchangie, tunataka na sisi gari, hawatakubali. Haya nayo yameingia kwa njia hiyo, watu ambao wanageuza injili ya Kristo kuwa ufisadi. Lakini tunawaambieni wapendwa, watoto wa Mungu, kimbieni katika mashimo hayo, ondokeni kwenye mashimo hayo. Ni wakati ambapo kwamba tunaleta habari njema ambayo unaweza kuipokea, inayoweza kupa uhuru. Maana neno la Mungu limesema ukipewa uhuru, Mungu anakuweka huru kweli kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Endelea ndugu yangu. Naam, mbwa hao wanachoyo sana. Wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Hawashibi na kamwe. hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Hawafahamu neno. Hawalijui neno. Hebu sikiliza. Sio kwamba wanalijua neno. Hawajui neno. Hawajui. Ndio maana angalia, wanakwenda kwenye Bible school. Lakini kwenye vyuo mbalimbali, vyuo vya Biblia, hawaelewi kwamba mwanamke hapasi kufundisha. Wanashindwa kujua. Hawajui. Pamoja na kusoma. Pamoja na kusoma kwao wote. Amen. Hawajui kwamba mwanamke hapasi kufundisha. Hawameshindwa kuelewa.
na PhD yake hajui, na LLD yake haelewi kabisa kwamba mwanamke hapaswi kufundisha. Mwanamke ameamuliwa kwamba wokovu wake umewekwa mahali pale. Ukisoma Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 15, ndio wokovu wake umetupangiliwa mahali pale. Haiwezi kageuka mahali hapo. Neno la Mungu limesema ataokolewa kwa uzazi, akiwa na kidumu katika imani na utakaso. Hapo ndipo wokovu wake ulipo. Sasa angalia hapo ananenwa kwamba hao wachungaji hawatalijua neno, maana hawana roho wa kujulisha neno. Maana mwenye kujulisha neno ni roho wa uzima ambaye anakuwa ndani ya mwanadamu, ndipo analifunua hilo neno. Maana injili ilikuwa imesema katika 16 injili kwamba huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye ndiye atakayekuwa mwalimu wa kweli, atawafundisha ile watu kwenye kweli yote. Ile Yohana 16 inanena namna hiyo kwamba huyo ndiye Roho ambaye atakuwa ni mwalimu atakayeweka hiyo kweli. Sasa kuikosa kweli ina maana tayari hawa watu watakosa kweli, kwa sababu hawana kweli. Inabidi wawe umbwa bubu. Kwanza kama ambavyo kwamba mwanamke atakuja mahali pale amepaka rangi midomoni, anawezaje kumwambia ukweli wakati hana neno? Hana neno la kweli. Si maandiko amesema hapo hana neno la kweli, na mwanamke amekuja amepaka rangi midomoni, ambavyo kwamba tunasoma katika maandiko matakatifu mwanamke wa kwanza kupaka rangi midomoni aliliwa na mbwa. Alimlisha mbwa. Hivi mnataka niwape na hilo andiko? Aliliwa na mbwa. Aliliwa na mbwa. Alilewa kila mwezi. Wafalme wa Pili. Ndio. Wafalme wa Pili. Sura ya 9. Hebu tuende labda walione. Walione hilo. Ndio. Uelewe kwamba ni kwa nini wanawake wanapaka wanja. Hawajui. Hawaelewi. Mungu alimlisha mbwa. Mungu aliwapa mbwa hao wanaopaka wanja. Amen. Waelewe kwamba Mungu alichofanya, alikasirika juu ya vitu hivyo. Unamkosoa Mungu? Unamkosoa Mungu huwezi kumkosoa. Mungu ni mwenye haki. Amen. Wafalme wa Pili. Sura ya 9. Sura ya 9. Mstari wa 30. Ndio. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Wafalme sura ya Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 30. Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Akatia hebu angalia, huyu ni mtumishi wa Mungu. Yehu ambaye aliyekuwa ametawazwa awe mfalme katika upande wa Israeli. Amen. Na wakati ambapo kwamba ametiwa mafuta na Elia ili kwamba apate kutimiza neno ambalo lilikuwa limenenwa na nabii Elia kwamba mbwa lazima atafika mahali pa kuramba damu ya huyu Yezebeli aliyepaka wanja kwenye viwanja vya Yezebeli. Sasa wakati Yehu anakwenda, Yehu amemaliza kutiwa mafuta, anaenda kwenye ile nyumba ambayo Yezebeli alikuweko. Yezebeli akasikia huyu mwanaume anakuja ili kwamba nimpate, niweze kumpata ili asija akanimaliza. Acha nijipake wanja, acha nijipake wanja, nimdanganye. Atakapoona mdomo wangu ni mwekundu kama ni mbwa ama buchani aliyetoka buchani, anaweza akalizika. Lakini angalia, watumishi wa Mungu hawadanganywi na vitu vya namna hiyo, hawadanganywi na mambo ya namna hiyo. Watumishi wa Mungu wanasimama kwenye ukweli. Lazima watimize kile ambacho Mungu amekitoa. Anasemaje? Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Akatia wanja machoni mwake. Akaweka wanja. Sikiliza, usidhani wanja imeanza leo. Imeanza tokea zamani. Imekuweko huko kwamba wanja kazi yake ni kuwanasa wanaume wapumbavu, wanaume wajinga ndio wanaonaswa na wanja. Lakini huyu Yehu hakuwa mjinga, Yehu hakuwa mpumbavu. Yeye alikuwa ni mtu wa Mungu ambaye alitaka kuona kwamba maneno ya Mungu yametimizwa. Alifanya nini? Akatia wanja machoni mwake. Akapamba kichwa chake. Akachungulia dirisha. Hata Yehu alipoingia lango la mji. Alisema, Je, ni amani? Ewe Zimri, mwenye kumuua bwana wako? Akainua uso wake. Ulielekea dirisha. Akasema, aliye upande wangu ni nani? Ni nani huyo? Matowashi wawili watatu wakachungulia.
akasema mtupeni chini. Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika nyingine juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga. Alipoingia huyo akara na kunywa. Kisha akasema haya, mwangalieni mwanamke huyu. Hata tukiishia hapo imeshaeleweka hiyo. Uelewe kwamba wanja hiyo ambaye kwamba amekuwa katika hali hiyo, yeye ambaye alitaka kumnasa mtu wa Mungu asingeliweza kumnasa. Alizania kwamba ananasika katika viwango hivi, lakini Mungu anasiki katika viwango hivi. Adamu alikuwa ndani ya Mungu, asingeweza kumnasa. Sasa ndugu yangu, twende mbele. Naomba nifungulie Yeremia sura ya 21 na ule mstari wa kwanza, twende kutembea sasa. Yeremia, nisomee tu mstari mmoja huo. Yeremia sura ya 23. Yeremia sura ya 23 na mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza. Yeremia 23 mstari wa kwanza. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya. Asema Bwana. Huyu ni Mungu ananena. Ole wao wachungaji wanaotawanya kondoo zangu ambazo za malisho yangu. Kondoo ni mali ya Bwana. Kondoo sio mali ya mtu, ni mali ya Bwana. Ndio maana anahitajika huyu mchungaji atoe neno la kweli, awambie ukweli watu, ili kwamba watu wapate malisho ya Bwana, malisho ambayo neno la Mungu yanayoweza kuwafanya watu watembee katika hatua ambayo inampendeza Bwana. Ndio maana tuko hapa, tunawaambieni ukweli wa Mungu, tunawaambieni neno la Mungu ambalo kwamba naweza kuleta wokovu kwenye maisha yenu, linaweza kuleta uponyaji kwenye maisha yenu, linaweza kuleta msamaha kwenye maisha yenu, kwamba maadamu umelipokea litakuokoa kwenye maisha yako. Tuko hapa kukuambia ukweli, kukuambia ukweli ambao kwamba ni wa injili ya siri, ambayo kwamba inabidi uipokee, Hebu angalia hapo Yeremia sura ya 50. Ndio. Yeremia sura ya 50. Yeremia sura ya 50. Ndio, mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza. Yeremia 50. Mstari wa 8. Amina. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Yeremia sura ya 50 mstari wa kwanza. Neno hili ndilo alilosema Bwana. Katika habari za Babeli. Na katika habari za Wakaldayo. Kwa kinywa cha Yeremia nabii. Tangazeni katika mataifa. Mkahubiri na kutweka bendera. Sisi hapa tuko tunahubiri na kutweka bendera. Hubirini msifiche. Wala hatutaficha jambo lolote. Semeni Babeli umetwaliwa. Sisi ndio tunaosema Babeli umetwaliwa. Beri imefedheheka. Merodaki imefadhaika. Sanamu zake zimeaibishwa. Vinyago vyake vimefadhaika. Maana toka kaskazini taifa linakuja juu yake, litakaloifanya nchi yake kuwa ukiwa, wala hapana mtu atakayekaa humo. Wamekimbia, wamekwenda zao, mwanadamu na mnyama pia. Katika siku hizo na wakati huo, ukifika mstari wa 8, bado niko wa 4. Asema Bwana, wana wa Israeli watakuja, wao na wana wa Yuda pamoja, wataendelea njiani mwao wakilia, nao watamtafuta Bwana Mungu wao. Watauliza habari za Sayuni, na nyuso zao zitaelekea huko, wakisema, njoni ninyi, mjiunge na Bwana kwa agano la milele ambalo halitasahauliwa. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotosha milimani. Amen. Maneno ya Mungu daima yamepigia kelele mchungaji, kwamba mchungaji ndiye anayepoteza watu wa Mungu. Maneno ya Mungu ambayo kwamba yamepiga kelele, hayapigi kelele kwa mshirika. Na sisi hapa tunapigia kelele hao wachungaji, kwa sababu wao wamepotosha neno la Mungu, wakileta miungu watatu, wakileta vitu ambavyo sio sahihi. Lakini Mungu yuko hapa, anawaambieni ukweli wa injili, kuambieni ya kwamba watu wamrudie Mungu, na watu wanapomrudia
kumrudia Mungu, usahihi wa Injili wanaopata kama sisi ambao tumeupata, tunawaalikeni na ninyi upateni ujumbe huo tunaoutoa hivi sasa, kwamba Mungu wetu ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Yeye ambaye Bwana anawaokoa watu wake, anawalisisha na wao wanapata ujumbe huo, wanapata Mungu yule yule aliyewafanya kuwa mmoja, wanashikamana naye, wanatembea katika njia ya Mungu, wanafuata yale ambayo Mungu anataka. Sasa sikilizeni wachungaji wenzangu, na mimi nikiwa mchungaji mmoja wao, ndio maana niliupata ukweli huu. Niko hapa kuutetea ukweli huu, kuambia ya kwamba kama we ni mchungaji, Mungu anataka useme ukweli, Mungu anataka uhubiri ukweli, uambie watu ukweli. Acha vile ambavyo kwamba utasema askofu wangu atanifukuza. Kama unafukuzwa, si bora ufukuzwe upate uzima wa milele. Vipi kama utakataliwa mbinguni? Sitakuwa hasara. Ni afadhali ukataliwe duniani, lakini mbinguni upokelewe. Maana unaposema ukweli utakubalika mbinguni. Maana mwenye kutoa ukweli yeye ana kibali mbele za Bwana. Ndio maana na mimi niko hapa, nimepata kibali mbele za Bwana kuyanena haya, kusema kwamba mwanamke hapaswi kuwa mhubiri, kusema mwanamke hapaswi kupaka rangi, mwanamke hapaswi kuvaa nywele bandia, kwa sababu neno la Mungu limekataa. Neno la Mungu linasema mwanamke abaki kwenye asili yake na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Hilo ni neno la Bwana ambalo kwamba limetolewa, linabidi kulielewa hivyo, na haliwezi likabadilika. Sikia watu wengine wanasema ati mimi na kipawa, ati mimi na kwa lugha na karama nilionayo. Angalia, ngoja nikwambie, Mungu ni wa utaratibu, hajawahi kubadilika, hajawahi kusema kwamba labda amepungukiwa amchukue mwanamke kwamba ati awe mhubiri. Hajawahi kupungukiwa. Mungu ni mkamilifu. Aliposema mwanamke simpi ruhusa kufundisha, bado neno liko mahali pale pale, haliwezi likabadilika. Wengine wanasema kwamba atiangalia yeye amefanya wote mateka, amewateka wote. Ni kweli, tunakusema hivi, wote tunampokea roho wa Mungu, wote tunakuwa chini ya roho wa Mungu, lakini ndani ya utendaji Mungu ametoa utaratibu kwamba mwanamke anapasa ajifunze kwa utulivu, akitii kwa kila namna, asihubiri. Hiyo ni neno la Mungu ambalo kwamba haliwezi likabadilika, liko mahali pale. Hata kama ungeweza kulibadilisha haliwezi kubadilika, lakini kwa sababu maandiko yametabiri kwamba huko wakati wa mwisho kuna watu watabadili neema ya Mungu, wataibadili wa ufisadi. Ndio maana wanaibadili. Leo tunapata watu wanaenda kusomea uchungaji ambao sio maandiko. Maandiko hayapo yanaposema namna hiyo. Ndio maana tunasema neno la Mungu hapa ili kwamba tuseme kitu ambacho ni halisi, ili wale ambao walio wa kweli wapate kuthibitika, wale ambao wanapenda ukweli waufate ule ukweli. Mstari wa 8 umemaliza? Bado naona muda wangu nao unanitupa. Niko wa 6. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza, wamewapotosha milimani, wamekwenda toka milima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Hawajui mahali pao pa kupumzika. Watu wote waliowaona wamewala, na adui zao walisema sisi hatuna hatia, kwa kuwa hao wametenda dhambi juu ya Bwana aliye kao la haki, yaani Bwana tumaini la baba zao. Mstari wa 8, kimbieni kutoka kati ya Babeli. Sasa mimi nawaambia Babeli hiyo ambayo inanenwa, ambayo kwamba ni mafundisho ya uongo. Hiyo ni Babeli ambayo kwamba inazungumzwa tena. Lakini maneno ya Mungu yanasema tokeni huko. Tokeni huko. Neno la Mungu linasema tokeni huko. Kwa kuwa yeye Mungu ndiye anayesema anataka watu watoke kwenye hizo Babeli, wakimbie kutoka kwenye hizo Babeli, waje kwenye usahihi, waje kwenye ukweli ambao Mungu ameutoa katika maisha haya. Maisha wakati huu Mungu ametoa neno lake. Nenda mbele ndugu yangu. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kimbieni kutoka katika Babeli. Mtoke katika nchi ya Wakaldayo. Mtoke kwenye Wakaldayo. Mkawe kama mabeberu mbele ya makundi. Mkawe kama mabeberu mbele ya makundi. Amen. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Umemalizika? Ndio. Basi. Amen. Naomba wakati ambapo tunaenda kumalizia tusome kitabu cha Mathayo. Ndio. Sura ya 10. Amen. Mstari ule wa 26 mpaka mstari wa 29. Ili kwamba twende tukawaombee hao ambao watakuwa nasumbuka, wako wengi katika magonjwa,
tunakwenda kuifanya kazi hii bure. Amina. Kwa sababu lazima tuwape pia kitu ambacho kinachohitajika. Amen. Tuwafanyie maombi. Ndio. Hizo dakika zilizobakia tutafanya huduma hiyo kwa ajili ya hao ambao wako majumbani na pengine wako katika vitanda vya hospitali wanatusikia. Lazima tuwape maombi hayo ambayo tunahitaji kuwapatia. Mathayo sura ya 10. Mathayo 10:26. Neno la Bwana linasema. Basi msiogope, kwa maana hakuna neno lililositirika. Hakuna neno tulilowaficha. Ambalo halitafunuliwa, ambalo hatutalifunua, wala lililofichwa, ambalo halitajulikana. Yes. Niwaambiaro ninyi katika giza, lisemeni katika nuru. Sikiliza, huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi. Kama liko neno ambalo kwamba atawaambieni katika giza, ninyi lisemeni katika nuru. Amina. Na ndio maana tuko hapa, tunalisema hadharani. Amina. Neno la Mungu lile ambalo Bwana amelifunua, tunaliweka wazi. Ili yeye mwenye kulisikia na alipokee. Litakapopokelewa litaleta uzima wa milele katika maisha ya mtu huyo. Na unajua, ngoja nikwambie, tunatangaza injili hii ili kwamba wewe ikupe uzima wa milele. Ndilo jambo muhimu ambalo la kwamba linalohitajika katika maisha ya mwanadamu, ni uzima wa milele. Ndio maana tuko tunazungumza maneno hayo kwamba lile ambalo Yesu anawaambia wanafunzi, kama litasemekana katika hali ya giza, basi lisemeni katika nuru. Akiwapa kwamba tusiogope. Na ninyi nawaambieni msiogope kwa maneno haya ambayo tumewaambia. Mkadhania kwamba ni maneno ya kutisha. Sio maneno ya kutisha, ni maneno yanayokupa uzima wa milele, ni maneno ya kupa uponyaji. Hebu tu yapokee katika moyo wako. Wakati ambapo kwamba tunamalizia wa mstari, hebu tujiweke tayari kwa ajili ya kuombewa. Nami nitakwenda kufanya hayo maombi ili kwamba upate kuyapokea. Endelea ndugu yangu, ukifika 29 tuishie mahali hapo. Na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wao mwili, wasioweza kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Amen. Huyo ndiye anayepasa kuogopwa. Ni Mungu ambaye anaweza kuangamiza mwili na roho. Lakini mwanadamu anayeangamiza mwili, amesema tusimwogope. Tuogope huyo ambaye anayeweza kuangamiza mwili na roho. Basi mahali ulipo, kama utakuwa uko kwenye redio, shika redio yako mahali ulipo. Tutakwenda kufanya maombi. Ndio. Kama utakuwa mahali popote, ama una mtu yeyote ambaye unaweza kusema huyu nahitaji kwamba apate kuombewa, kuna mahitaji ulionayo, unaweza tu kwa imani amini tu kwamba unambeba katika moyo wako, kwamba haya maombi yanapoombwa yaende kwa mtu huyo. Nilipata taarifa juu ya mtu ambaye yuko maeneo ya Ukerewe. Redio hii haiwezi kufika. Lakini kwa imani huyu aliyeko Chato, umeniambia uko Chato, unaweza kuweka imani yako. Wakati ambapo kwamba tutafanya maombi haya, yanaweza kusafiri mpaka kule Ukerewe, yakute yule mgonjwa aliyoko huko. Maana tumefanya hata hiyo huduma asubuhi. Mtu alikuwa Geita maeneo ya Nyangwale ukule, nimefanya maombi haya, yameombewa na ushuhuda tumeupata kwamba yeye ni Mungu ambaye anayetenda. Haijalishi ni umbali kiasi gani, maadamu unaweka imani, Mungu anaweza. Basi nakwenda kuomba. Kuna hitaji jingine? Kuna dada yuko Iliamchere. Kuna mwingine yuko Iliamchere, anahitaji mtoto. Ana miaka 12 kwenye ndoa, hajafanikiwa kupata mtoto. Ndio. Kuna huyo yuko Iliamchere. Kuna dada mwingine yuko Buzirayombo. Mume wake amemkimbia kwa sababu hawajapata mtoto. Ameamua kumkimbia. Kwa hiyo hayo ndiyo mahitaji yaliyoletwa. Inawezekana. Ndio. Yote yanawezekana. Maadamu utaweka imani, amini tu. Wewe uliyekosa mtoto, uzuri anayehubiri, nina ushuhuda juu ya kupata mtoto. Nilikaa miaka 7 bila kupata mtoto. Lakini baada ya kumtegemea Mungu, Mungu alifanya. Na leo na watoto 4. Wako inawezekana kama utaamini. Huyo ambaye kwamba amekuweka katika umbile hilo, anaweza kukupa huyo mtoto. Amini tu kwa moyo wako wote. Na wewe uliyekimbiwa na mwanaume, huyo Mungu atamrudisha tu. Na mtaendelea kuishi pamoja. Na utapata mtoto kwenye familia yako. Basi nitakwenda kuomba. Bwana wetu Yesu Kristo,
Wewe ni Mungu mkuu. Amen. Ambaye haujawahi kubadilika. Amen. Ni wewe yule jana, leo na hata milele. Amen. Ambaye Bwana umewahi kuyatenda matendo makuu. Amen. Siku moja akida alikuja kwako. Amen. Akiwa ni mtu ambaye alikuwa na mhitaji aliyekuwa katika nyumba yake. Amen. Na wakati aliposema haustahili kuingia kwake, lakini akasema sema neno moja tu. Amen. Na mgonjwa yule atapona. Bwana, ulipoiona ile imani, wewe Mungu wetu ulikwenda kwa kiwango kikubwa. Ukagusa katika maisha mgonjwa yule na kawa mzima. Katika meza hii, katika redio hii ya Chato FM, yako mahitaji yameletwa. Yuko ambaye amekosa watoto. Wewe ni Mungu mwenye kufungua matumbo. Ulifanya hivyo Bwana kwa yule Manoa. Ulifanya hivyo kwa Hana. Ulifanya hivyo kwa Sara. Ulifanya hivyo Bwana kwa watakatifu wote. Hata umefanya hivyo katika maisha yangu. Unaweza pia Baba katika familia hiyo iliyoko hapo Jamchere. Naomba kwa jina lako Yesu Kristo, mguso wako uende katika tumbo hilo. Aumbe mayai ya uzazi. Hata wakati ambapo kwamba watakwenda kukutana mume na mke, iweko tukio hilo na kupata mtoto. Na yule aliyekimbiwa, yule mwanaume aliyekimbia, kwa jina la Yesu Kristo, ule Buzira Yombo tunamdai katika jina la Yesu, apate kurejea kwenye familia yake. Hata huyo mama ambaye tumbo lake limefungwa, ikiwa kuna maagano yoyote tunayavunja katika jina la Yesu, yapate kuondoka, tumbo hilo likafunguke, na hata kwamba uzao upate kupatikana. Wewe ni Mungu wetu ambaye hujawahi kushindwa. Wewe yule jana leo hata milele, ukapate kuonekana. Hata walio wagonjwa ambao wako katika vitanda mahali fulani, wanasumbuka Bwana, wanainua macho yao, wanakutazama wewe. Kwa mamlaka ulionipa, ulisema ya kwamba tutakanyaga nyoka na nge, na ulisema ya kwamba tutahamisha milima. Katika jina la Yesu, hamisha magonjwa yote kwa jina la Yesu Kristo, yakatupwe baharini. Hata watoto hao wakafunguliwa na kuwekwa huru. Wewe ni Mungu aliyemeza yote, utakwenda kuonekana. Wawe wakiwa Chato, wawe Buseresere, wawe kule Kasamwa, ama kila mahali, hata uko Chikobe, hata kule Geita. Bwana kawaguse na mguso wako wenye nguvu, wafungue kwa weka huru kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini kwa upendo wako mkuu utakwenda kuonekana. Wajalia neema kwa pekee, hata jina lako lipate kutukuzwa. Tumeomba haya tukiamini atakwenda kuwezekana katika jina la Yesu Kristo, ndiye Mwokozi wetu. Mungu mkuu twaomba. Amen. 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 Neno